بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439, katika darsa ya risala fawaid mustanbata min qissati Luqman al-Hakim, tulifikia al-faidatu al-ashira, faida ya 10, أهمية أسلوب الوعظ في التربية والتعليم، ومهم ومفهوم أسلوب ومواعظ katika tarbia, katika ulezi, kadhalika katika taalimu. Unapofundisha علم. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، alipomwambia Luqman mwanawe huku akimpa mawaidha. وأسلوب الوعظ له أثر بالغ في تربية الناس وتعليم النشء. أسلوب wa mawaidha una athari kubwa sana katika kulea watu na kuwafundisha chipukizi wanaokuwa, watoto wanaokuwa. والوعظ كما قال العلماء أن يكون العلم الذي يوجه الناس إليه ويرشدون إلى فعله مقرونا بالترغيب والترهيب. na uslubu wa wa'd kama wanavyoeleza wanavyuoni ni iwe ile ilmu ambayo watu waelekezwa kuisoma, huongozwa kuitekeleza. Iwe ilmu kama ile itafunganishwa na kuwapendezea watu na kuwahofisha watu. فيذكر الأمر بالخير مع المرغبات، anapotaja kuamrisha watu khairi, ndani yake awe atataja vile vinavyowatia watu motisha na kuwapendezea ile khairi. Kwa hivyo unapoamrisha watu sadaqa, kwa mfano, uwe utaamrisha sadaqa kisha utaje zile fadhila zinazopatikana kubwa kwa mtu kutoa sadaqa. Unapoamrisha sala, uwe utaizungumzia sala na dalili zinazoonyesha mambo makubwa yanayopatikana katika ibada ya swala, wa hakadha. ويذكر النهي عن الشر مع المرهبات، na anapotaja makatazo kutokana na shari ataje na yale ambayo yakhufisha katika mtu kukaribia shari kama ile. Akakataza jambo la kuacha swala, awe atataja na adilla zinazoonyesha uovu wa yule mwenye kuiacha swala, au akataja dhambi ya uzinifu wal billah, awe atataja pamoja na hayo adilla zinazoonyesha kuwa hiki kitendo ni kiovu na adhabu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili mtu ajiepushe na katazo kama hili. فالوعظ هو أمر بالخير ونهي عن الشر مع الترغيب والترهيب. kwa hivyo wa'dhi ni kuamrisha khairi na kukataza shari, pamoja na kutaja vile vinavyowapendezea watu katika ile khairi
na kutaja vinavyowahofisha watu kutokamana na shari. والترغيب يكون بذكر الفوائد والثمار والآثار التي ينالها العبد إذا فعل هذا الأمر الذي رغب فيه. na targhib yapatikana kwa jambo lolote ambalo ni la kheri, kwa kutaja faida zake na matunda yake na athari yake ambayo itapatikana kwa mja ikiwa atafanya jambo lile liloamrishwa na kuhimizwa kulifanya, wa hakadha. والترهيب يكون بذكر الأخطار والأضرار التي تحصل لمن وقع فيما نهي عنه. na tarhib hupatikana kwa kutaja hatari na madhara ambayo hupatikana kwa yule anayefanya kile kitendo alichokatazwa. وهكذا فعل لقمان الحكيم حيث ضمن وصاياه ترغيبا نافعا يشجع المدعو على القيام بما دعي إليه على أحسن وجه وأكمل حال، وترهيبا زاجرا يحجز المدعو عن مقارفة الذنب وارتكاب الخطيئة. نهيب لبالوفان لقمان الحكيم عليه السلام katika wasia aliyokuwa akimpa mwanawe, ndani yake ameweka targhib ambayo ina manufaa makubwa sana na kumshajiisha yule anayelinganiwa katika kuyasimamia na kuyafanya yale anayolinganiwa kuyafanya kwa njia iliyo mzuri kabisa na hali iliyo kamili zaidi. Na pia ametaja tarhib, akahofisha kiasi kikubwa sana ambacho chamzuia yule anayelinganiwa kutokamana na kufanya dhambi ama kufanya lile kosa. Huo ni uslub ameutumia Luqman al-Hakim alayhi salam. Kwa hivyo kuna umuhimu katika ulinganizi kutumia njia hii ya wa'dhi. Ukawa utawatajia watu jambo la kheri, wahimize katika kulifuata jambo kama lile kwa kutaja faida zake, kwa kutaja matunda yake mazuri, kwa kutaja athari yake nzuri kwa mja. Na unapozungumzia katazo, wewe utalizungumzia lile katazo pamoja na matahadharisho mengi ndani yake. Utaje athari mbaya ya lile jambo, hasara anayoipata mtu mwenye kufanya jambo kama lile, ili ajiepushe nayo. الفائدة 11 أهمية حسن التودد وعظيم أثره على المتلقي والمتعلم. umuhimu wa kutumia uslubu wa kupendwa na yule unayemlingania, na athari yake kubwa kwa yule anayepokea na yule anayefundisha. Uslubu wa kumfanya yule anayekusikiliza akupende wewe. فعندما تريد أن تعظ إنسانا وتنصحه ينبغي أن تتودد إليه. unapotaka kumpa mawaidha mtu na kumnasihi, yatakikana uje katika sura ya kuwa yule mtu atakupenda wewe ili akusikilize. بأن تذكر من العبارات اللطيفة والكلام الجميل الذي يجعل كلامك يدخل قلبه. وكتاجا عبارة zinazoonyesha huruma ndani yake, maneno mazuri yanayofanya maneno yako yaingie ndani ya moyo wake yule anayekusikiliza. Na wala hii haimaanishi ufanye maasi. Kwa mfano mtu yuko pombe, umwambie hantilie robo kikombe na mimi ninywe kisha tukae tuzungumze. Ama umuona atufu katika kaburi na wewe waingia wafuata mlolongo, ukishamaliza baraka hii tunafanya haifai. Haimaanishi. Tumia uslub mzuri wa kumfanya mtu apende kukusikiliza kwa maneno mazuri,
ويجعل قلبه ينفتح لكلامك يعني maneno mazuri humfanya mtu akasikiliza maneno yako yakaingia ndani ya moyo wake na kufungua moyo wake kubali maneno yako. ولاحظ أن لقمان وهو يعظ ابنه جاء بكلام جميل وأسلوب مؤثر وكلمات تدخل إلى القلب. تزاما ukilaahidh utakuta kuwa Luqman aliyakuwa yuwampa mawaidha mwanawe amekuja na maneno mazuri sana na uslub ambao ni wenye kuathiri kwa kweli, maneno yanayoingia ndani ya moyo. wanzur lutfahu fi hadithihi ma'a ibnihi biwa'd, tazama upole aliotumia Luqman alipokuwa akizungumza na mwanawe kwa mawaidha mazuri. fatajidu ibarata ya bunayya tatakarraru fi siyaq, ibara ya bunayya, ewe mwanangu, ewe mtoto wangu, ewe mwanangu, imerejelea mara nyingi sana katika siyaq ya haya mawaidha. lianna lihadhihi alkalima waqa'an kabiran fi qalbi alibni, kwa sababu hili neno likitumika lina athari kubwa sana katika moyo wa yule mtoto. walaha ta'thirun fi nafsihi, neno la muathiri nafsi yake yule mtoto na athari nzuri. wa aunan lahu ala husn al-isgha'i wa tamam al-istifadati, na pia neno hili humsaidia yule mtoto kusikiliza vizuri na kufaidika kikamilifu zaidi. wa ma'a a'zami athari al-kalami in kana mashuban bi husni tawaddud, pamoja na ile athari ya yale maneno kumuathiri zaidi ikiwa yamefungamana na mtu kujipendeza kwa yule anayemlingania. wa amma idha kana al-wa'dhu ba'idan 'an at-tawaddud, ama ikiwa mawaidha yenyewe yako mbali sana na mtu kujipendeza ili apendeze kwa yule anayemwambia anayemweleza ile mawaidha. مثل لو يقول قائل وهو ينصح أو ينهى يا ولد, kwa mfano mtoto wewe ni sawa sana kumwambia ya bwana, ewe mwanangu, itakuwa sawa? haiwi sawa. au kama yudhkaru عن بعضهم عندما يخاطب ابنه أو ينهاه عن فعل شيء يناديه بأسماء بعض الحيوانات, ama kama inavyotajwa kuna baadhi ya watu wanapoamrisha watoto wao au kuwakataza, anapozungumza na mtoto wake amuita kwa majina baadhi ya wanyama. we punda, we mbwa, wewe nguruwe, we jinga kama samaki, kuja hapa. huu uslubu gani? uslubu kama huu haufai kabisa katika tarbia, haufai kabisa katika tarbia. فكيف ينفتح قلب المنصوح بمثل هذا الأسلوب الذي يسهم ولا ريب في انغلاق وتبلد الذهن؟ vipi utafunguka moyo wa yule unayempa nasiha kwa mfano wa uslubu kama huu ambao wachangia bila shaka katika kufunga ule moyo na akili pia kulemaa kutokamana na kusikiliza nasiha kama zile. Kwa hivyo awe mtu atatumia maneno mazuri ambayo yatampendezea yule mtu kusikiliza ile nasiha. fashattani baina hadhihi at-tariqa wa baina an yastakhdima al-wa'idh uslub at-tawaddud ka qawli Luqman libnihi يا بني بحنان وأبوة وعطف ورأفة فينفتح القلب. kuna tofauti kubwa baina ya njia hii ya kuitana kwa majina ya wanyama na matusi na baina ya mtu kutumia uslub wa mawaidha na kujipendeza kwa yule unayezungumza naye, kama alivyomwambia Luqman mwanawe, ya bunayya, ewe mwanangu, kwa huruma, kuonyesha ule ubaba kwa yeye ni baba yake, akawa atakuwa na huruma na yule mtoto
ule moyo ukafunguka kusikiliza yale mawaidha. Walahid aidan husn at-tawaddud fi hadithi Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu. tizama uslubu huu akiutumia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sahaba Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما. siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alimshika mkono Muadh radhiyallahu anhu. Huko kumshika mkono tu tayari ni uslub ameutumia mtume sallallahu wa upole. Mtume sallallahu khairu khalqillah amshika mkono Muadh radhiyallahu anhu. Waonaje mtu akitembea na wewe kisha akakushika mkono? Tayari pale yaonyesha ule huruma aliyokuwa nayo yule mtu na wewe, na vile alivyokuwa karibu na wewe na kuwa wewe ni mtu wake. Kamshika mkono. Thumma qala ya Muadh, kisha akamwambia ewe Muadh, inni la uhibbuka, mimi nakupenda ewe Muadh. Faqala lahu Muadh, sikiza jawabu kwa maneno mazuri kama yaliyoambiwa, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuka, niko tayari kumtoa baba yangu na mamangu fidia kwa ajili yako ya Rasulullah, na mimi pia nakupenda wewe sana. Qala usika ya Muadh, kisha kumbe ndio iwaletwa mahali pa kupewa nasiha na wasia. Akamwambia nakuhusia ewe Muadh, yani bimaana kwa sababu mimi nakupenda na kuhusia kwa wasia huu mzuri. Kwani hapa Muadh atakuwa hayuko tayari kusikiliza, moja kwa moja moyo wake ushafunguka, ataka kuhusiwa nini? La tad'anna fi duburi kulli salatin an taqul, usiwache mwisho wa kila swala kusema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Kweli atasahau Muadh nasiha kama hii au wasia kama hawezi kusahau. Fabada bitawaddudi talattufi hatta yuqbila ala alfaida. Mtume sallallahu akaanza polepole kujipendeza kwa Muadh na kuanza kwa upole ili apate kuiangalia na kuwa tayari kuipokea ile faida. Watamfatihu asarirul qalbi wa yatahayya litahsil, moyo ufunguke kabisa, awe amejiandaa kwa ajili ya kupokea. Fahadhihi la budda minha fi da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'lim an-nas al-khair. Ili ni jambo ambalo ni lazima katika ulinganizi, mtu anapolingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwafundisha watu khair. الفائدة الثانية عشرة مراعاة الأولويات في الدعوة إلى الله. kuchunga yale yanayopewa kipaumbele, yanayotangulizwa mwanzo mtu anapolingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا ينبغي أن يتنبه له الآباء والمربون والدعاة إلى الله جل وعلا عندما يدعون الناس إلى الخير. na hili ni jambo ambalo yapasa kutanabahi mababa, walezi na walinganizi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wanapolingania watu katika khairi. يبدأ بالأهم فالمهم فالأقل أهمية. mwanzo aanze na lile la muhimu zaidi. Kuna la muhimu zaidi, kisha kuna la muhimu, na kuna lile ambalo umuhimu wake si kama ile la muhimu. Almuhim, utangulize lile ambalo ni muhimu zaidi. Hatta fi tarbiyati al-abna'i wa tanshi'ati al-ajyal, hata katika kulea watoto na kukuza vile vizazi. Nabda'u awalan bigharsi al-i'tiqad as-sahih wal-iman an-nafi', thumma ba'da dhalika yu'allamuna al-ibadat wal-adab wal-akhlaq. Jambo la kwanza kabisa tuanza kupanda itikadi sahihi katika nyoyo zao, imani ambayo ina manufaa kwao. Kisha baada ya hapo ndio wafundishwe ibada, adabu, tabia njema. Lakini mwanzo kabisa wafundishwe nini? Itikadi sahihi. Walihadha
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن تزام متوم صلى الله عليه وسلم alipomtumiliza Muadh ibn Jabal kwenda Yaman kufanya da'wa qala lahu innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab kule wendako wenda kukutana na watu katika ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala tizama jambo la kwanza amuhusia mtume sallallahu alaihi wasallam awe atalingania katika nini tauhid alingania katika tauhid na da'wa yoyote na haya mara nyingi huyataja da'wa yoyote ambayo haitaipa tauhidi kipaumbele haiwezi kufaulu ili chukua popote unapokwenda wewe kusomesha lazima mwanzo uanze na kufundisha watu nini tauhid na si eti utaizungumza kwa kipindi kisha uiwache la ndio yaendelea katika maisha yao haswa nyinyi wanafunzi ambao kesho mtakuja kuwa walinganizi imamu wa msikiti mlinganizi dai unapokaa katika ule msikiti uwe utawafundisha wale waumini wanaoswali katika msikiti kama ule msikiti leo sisi tumeifanyia kazi moja peke yake tuswali salatul jamaa خلاص watu waenda zao kukumbushana siku ya Ijumaa peke yake tukasahau kuwa msikiti kazi yake si hiyo peke yake pamoja na kuwa hiyo ndio kazi kubwa inayotaka kufanyika katika misikiti kuna na mambo mengine ya muhimu pia kama kuwasomesha waumini wanaokuja kuswali katika msikiti kama ule na hili ni jambo muhimu kwa unapopanga yale masomo yako kusomesha ni lazima kila siku uweke sehemu ambayo utawakumbusha katika sehemu utawakumbusha itikadi sahih anayotakikana muislamu kuitakidi iwekee kwako wewe lazima kwa kila siku wakumbusha hata kama ni dakika 5-10 wakumbushe itikadi sahihi na kila unachokisomesha ikiwa kwaweza kupenyezwa pale kuwakumbusha watu kuhusu itikadi sahihi wewe utapenyeza pale yani iwe da'wa yako 90 au 99% katika tauhid 99 katika 100 da'wa yako iwe katika nini tauhid kwa sababu wengi katika watu leo wamepinda katika itikadi zao nasallallahu alafiyata wassalam kwa kuna umuhimu sana ili jambo kupewa kipaumbele kama mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwekea mfumo Muadh radhiallahu anhu kwa uwezi ukaanza kusomesha waanza kusomesha mambo ambayo sio tauhid pengine labda ukaizungumzia zaka ukaizungumzia saum hajj na wale watu bado hawafahamu itikadi sahihi hii makosa kwa sababu ibada zote hizi zitasihi ikiwa itasihi nini itikadi yake mtu kama yule وهذا ما فعله لقمان الحكيم لما أراد أن يوصي ابنه بجملة من الوصايا النافعة يحتاج أن يوصى بها ويدعى إليها بدأ بقوله يا بني لا تشرك بالله مراعاة للأولويات na hivi ndivyo alivyofanya Luqman al-Hakim alipotaka kumuhusia mwanawe kwa jumla ya nyasia zilizo na manufaa ambazo ahitaji kuhusiwa anayelinganiwa akaanza kumwambia mwanawe ya bunayya la tushrik billah kwa hivyo wataka hikma wewe hikma ni kuanza na nini na tauhid hikma katika da'wa ni mtu kuanza na tauhid na da'wa yoyote ambayo haitaanza na tauhid hii da'wa haijatumiwa ndani yake hikma kwa hivyo mtu awe atachunga yale ambayo ni ya kutangulizwa mbele الفائدة الثالثة عشر إن الشرك أعظم الذنوب وأخطرها وهو أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه shirki ndio dhambi kubwa kabisa na iliyo na hatari zaidi na ndio dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katika madhambi yote aliyokataza hili ndio kubwa zaidi وهذا مستفاد من بدء لقمان الحكيم به محذرا من أخطر الأمور na hii faida tuipata
kwa kuwa Luqman al-Hakim ameanza mwanzo kutahadharisha kutokamana na jambo lililo na hatari katika mambo yote. Ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. وهذا هو سبيل الناصحين عندما ينهى عن أمور خطيرة يبدأ بأشدها خطرا. na hii ndio njia ya wenye kuwatakia watu khairi, wanawatakia watu nasaha na khairi. Wanapokataza mambo ya hatari, mwanzo huanza na lile ambalo lina hatari zaidi. ولهذا بدأ لقمان الحكيم بنهي ابنه عن الشرك. tizama, kwa sababu hiyo Luqman al-Hakim akaanza kumkataza mtoto wake kutokamana na dhambi ya shirki. ويلاحظ في هذا السياق المبارك أنه نهاه عن أمور عديدة. na ukilahaza vizuri utakuta amemkataza si hili peke yake, amemkataza mambo kadhaa. nahahu anil kibri, alimkataza kutokamana na kiburi. anil ghurur, na kughurika, kujiona. wa anil khuyala, ni kibri pia. lakin awwala ma badaa binahyihi anhu ashirk billah, jambo la kwanza aliloanza kumkataza ni shirk. jambo la kwanza kabisa ni shirk. فدل ذلك على أن الشرك أخطر الأمور وأشدها ضررا. وهي دليل ya wazi kuwa shirki ni jambo la hatari katika mambo yote, na ndio lenye madhara zaidi kuliko makatazo yoyote mengine. na hapa ndio utaona kosa la baadhi ya mapote, wakawa watakataza mambo ambayo yani ilikuwa mwanzo kutangulizwa nini, shirki, au wakaamrisha mambo mengi ambapo mwanzo walikuwa amrisha nini, tauhid. kule kupa kipaumbele, wakawa hawapi katika maamrisho yao tauhid kipaumbele, wala hawapi katika mambo yao au makatazo yao shirki kipaumbele. kwa mwanzo kabisa katika maamrisho, jambo linalotangulizwa mwanzo ni tauhid, na jambo la kwanza kabisa linalokatazwa katika makatazo na kutangulizwa mbele ni shirki. na wengi katika watu jambo hili walikimbia, hasa sisi walinganizi, kwa sababu hapa kuna mgongano mkubwa utakaopata baina wewe na mujtamaa unavyoishi. wengi katika watu katika mambo ya balaa, khurafat, mambo ya ushirikina wal iyadhu billah, na ukizungumza haya utapata upinzani mkubwa sana. yataka subra katika kuyazungumza mambo ya tauhid, yataka subra katika kukataza shirki. utazungumzwa na kila mtu, lakini wewe kakamaa pale pale. hii ndio da'wa ya mtume Nuh alayhi salatu wassalam. alikakamaa na watu wake akawalingania katika tauhid miaka 950, alf sanatin illa 50 ama. qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, usiku na mchana. sisi tulingania tauhid usiku na mchana? la, huyu mtume wa Allah alayhi salatu wassalam usiku na mchana, halali usiku na mchana alingania watu katika tauhid. kila njia aliyokuwa iwaweza kulingania aliitumia. miaka 950. haya sisi tunalingania miaka mingapi hata tuseme kuwa na sisi pia tunalingania katika tauhid? ni uchache sana. kwa hivyo yatakikana bado watu waongeze nguvu katika kuwalingania watu katika tauhid na kuwakataza kutokana na dhambi la shirki, kwa sababu wala si katika kufanya kuwa ni madhambi madogo, la, lakini mtu aweza kuwa afanya madhambi makubwa, mzinifu, mwivi, dhalim, kadha, ana hiki ana kile, lakini akiwa ni mtu wa tauhid tahta mashiatillah, huenda akaadhibiwa kwa kadri ya madhambi yake, kisha akaingia mwisho wapi? Peponi. lakini mshirikina, tabia zake, muamala wake na watu ni mzuri, hafanyi uovu wa zina, hali mali ya mtu, lakini mshirikina huyu haya yatamfaa? hayamfai kitu.
inshallah yosaidia maskini na mayatima, alisha wale wanaohitaji, awalisha. Lakini maadamu hana tauhid, huyu atakaa milele ndani ya moto wa jahannam, wal billah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Hii tosheleza tu kukufahamisha wewe umuhimu wa nini, wa kulingania katika tauhid, na umuhimu wa kutanguliza katika makatazo, kukataza watu kutokamana na shirki. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fiik.